Karibuni sana ndugu waandishi wa habari na wadau wa boxing walioko hapa mbele. Tuna furaha kubwa sana kuwakaribisha, na hasa wadau wetu ambao tuko hapa nao ambao ni WBF representation, TPBRC ambao wako njiani, Azam Media na Colosseum Hotel ambao kwa kweli wanatupa faraja kubwa kutuwezesha tarehe 13 Novemba kufanya tukio ambalo litabadilisha mfumo wa boxing Tanzania, na hiyo ni Jackson Group Fight Night. Kwa mara ya kwanza tutakuwa na mapambano mabondia 8 ambao umewaona hapo mbele, lakini utofauti ni kwamba hapa mbele yenu tuna bendera zaidi ya 6. Kama mwenzangu alivyosema, tuna bendera yetu ya Tanzania, tuna bendera ya Kenya, tuna bendera ya Zimbabwe, tuna bendera ya DRC, tuna bendera ya Zambia, na kutoka Argentina vile vile tuna bendera hiyo. Katika ulingo huo mmoja kutakuwa na international fight ambayo katika mojawapo atakayeongoza kushika mbele ni ndugu yetu Hassan Mwakinyo akiwa anatetea mkanda wake against Jose Paz kutoka Argentina. Ni furaha yetu kubwa sana kuweza kuwaletea pambano hili, na sisi kama Jackson Group tuna mpango wa kuendelea kushiriki katika kukuza mchezo wa boxing Tanzania. Tunaamini kabisa kwamba boxing ni mchezo ambao unatija kubwa, moja kwa mabondia, lakini pili zaidi kwa watu kama Azam TV ambao wanawaletea burudani nyumbani, lakini na vile vile kwa biashara mbalimbali kuweza kutumia events kama hizi na kuweza kutumia mabondia hawa kama mabalozi ili waweze wakafikisha ujumbe wao nyumbani. Kupitia Azam TV HD, Azam Sport 2, tumepata partner ambaye tuna uhakika tunaweza tukaleta burudani nyumbani kwa wengi sana, na tunaendelea kupanga mipango ya mwaka 2021 ambayo itaendelea kukuza mchezo huu na kuwaletea mapambano ambayo yatakuwa kama haya na makubwa zaidi. Naamini kabisa kushirikiana na Azam, wale ambao wako nyumbani wataona burudani kubwa, na wale ambao wataweza kufika kwenye Next Door Arena tarehe 13 siku ya Ijumaa wafike, na tuna partners wawili wakubwa. Wa kwanza ni application ya Nilipe ambayo iko katika iOS pamoja na Android, unaweza kununua tickets za kawaida pamoja na VIP. Ya pili ni mfumo wa Selcom ambao kupitia Selcom katika maduka select kama vile Puma Station Kinondoni, Oysterbay pamoja na Upanga unaweza ukaenda ukanunua tiketi yako. Vile vile unaweza ukaenda Shoppers au Shriji Supermarket ya Masaki Oysterbay na kuweza kununua tiketi yao. Tunawakaribisha Watanzania wote walipie vingamuzi vyao waweze kuona pambano hili, lakini wale ambao wataweza kufika Next Door Arena tunawahimiza sana wanunue tiketi zao sasa, kwa sababu fight hii imejengwa zaidi kuwafikia mamilioni dunia nzima. Tiketi ni chache, lakini burudani itakuwa ni ya kibabe. Asanteni sana. Habari za muda huu wote ambao mmefika hapa, mabibi na bwana. Habari za muda huu mabondia, makocha. Habari za muda huu Jackson Group. Ni platform nyingine tena ambayo inakuja kwa Watanzania. Nakumbuka sio mara ya kwanza ambapo Azam Media ilitangaza nia ya kile ambacho itakufanya katika mabadiliko ya mchezo huu wa ngumi. Nyinyi ni mashahidi ya kile ambacho kimeendelea kufanyika chini ya CEO Tido Mwando na director wa sports Patrick Kaimere. Ilikuwa mwanzoni tunasema kwamba ni lazima twende taratibu ili tuanze kupata mabadiliko katika mchezo wa ngumi. Sasa tunaona yale mabadiliko yanakuja, na Jackson Group amekuja kwa, nikisema ni nguvu kubwa mno, kwa sababu kama ni gia ambayo mmekuja nayo naweza nikasema ni ya mwisho kabisa kuweza kutoa mapambano katika maeneo mengine, kuleta Oysterbay Next Door Arena. Ina maana pia imefungua njia kwa watu hata ambao ni wageni ambao wako hapa nchini Tanzania wangependa kuona hivi vipaji lakini hawawezi kuviona. Kwa hiyo ni platform ya aina yake ambayo mabondia wanatakiwa waitumie vizuri. Na kile ambacho umetuzungumza kama Jackson Group kwamba nataka kuangalia pia vile vile kuweza kutoa ajira na vile vile kutumia mabondia kutoka nje ya Tanzania ili kuweza kwenda kuitangaza nchi yetu, ni jambo ambalo la kuunga mkono sana. Imagine bendera zote ambazo zitakuwa zinapeperushwa siku hiyo katika ukumbi wa Next Door Arena ni jambo kubwa sana. Kwa hiyo ile nia thabiti ya Azam TV kutaka kwenda katika mchezo mwingine kama ilivyo katika mpira wa miguu, sasa inaonekana inakwenda katika hali yake ya usahihi kabisa. Vitasa vinazidi kuinuka. Sasa hivi neno la vitasa limekuwa kubwa sana. Nyinyi ni mashahidi. Kwa hiyo na imani kwamba kwa hatua ambayo Azam TV inaendelea katika kukuza mchezo huu wa ngumi,
basi media nyingine, waandishi wa habari wa magazeti na vyombo vingine nao wataendelea kuiboost ili nao mabondia wafaidike na mchezo huu urudi kwenye hadhi yake ambayo ilikuwepo katika miaka ya 80. Sasa ni wakati wa mabondia kunufaika. Kama Jackson Group anaingia anaweka mzigo namna hii, ina maana sasa Hassan Mwakinyo, bondia ambaye ameweza kuinua ngumi tena, kwa sababu hamna ubishi kwamba tokea Hassan Mwakinyo apate ushindi kule Uingereza, watu wameanza kuangalia kuwekeza katika mchezo wa ngumi. Kunaweza kuwa kuna ubishani pembeni, lakini kurudi kwa Hassan Mwakinyo na kile alichokifanya kumerudisha heshima ya mchezo wa ngumi. Sasa leo hii tunamuona Zufa live kabisa. Mara ya mwisho Zufa tumemwona ni muda mrefu tokea Pambane, lakini hivi majuzi kupitia Azam TV watu wameweza kumuona. Kwa hiyo cha kusema tu ni kwamba tunashukuru kwa kile ambacho tunaungwa mkono, lakini nadhani pia ni wakati sasa wa kumuunga mkono pia Jackson Group na lisiwe pambano moja, na nadhani pia itakuwa ni wakati wa kuwatoa mabondia zile nchi ambazo sasa hali imekaa vizuri, nao waende wakapigane katika nchi tofauti tofauti na katika mikanda mikubwa. Tumeona mwakilishi wa WBF hapa na Goldberg naye atatua. Kwa hiyo jinsi ya kuorganize pia mabondia hawa waende wakapate mapambano ya juu nje ya nchi, nadhani nao itakuwa ni jambo la msingi, kwa sababu zamani tulikuwa tumezoea mtu anakwenda anasema bwana kule bwana walituibia au walitufanyia alafu, lakini sasa hivi kila kitu kiko hadharani na kinaonekana. Kwa hiyo sasa pesa iko mbele yenu, ni kazi kwenu mabondia kuweza kufanya. Hassan Mwakinyo inaweza ikawa sio muda wake, lakini tuko nyuma yako, tunakuangalia kuendelea kuilindia nchi yetu heshima ndani ya ardhi yetu, uweze kutenda yale. Azam TV tupo nanyi, endelea kulipia vifurushi. Ule muda ambao pambano linakuja kutakuwa kuna kusumbuana, foleni itakuwa kubwa. Kwa hiyo lipia vifurushi vyako na vile vile uweze kulipia pia kuweza kuona katika kiganja chako kupitia Azam Max. Nashukuru sana na watakia uwepo wenu kwa wingi sana Next Door Arena. Nafahamu tiketi ni chache na ni sehemu ambayo unatakiwa uende kwelikweli umepigilia suti kama za Kevin Twisa na mengineyo. Pale sio tena mambo ya kuvaa vinguo vya ajabu ajabu. Yaani ukumbi wenyewe una hadhi yake. Kwa hiyo tuje kwenye hadhi kama vile tunaenda kule MGM au tunaenda kule Vegas kuangalia ngumi. Shukrani sana. Michael ndio mwakilishi wa shirikisho la ngumi za kulipwa duniani, yani World Boxing Federation, na ninawakilisha hapa Tanzania, lakini kuna wawakilishi wengine wako nchi mbalimbali kama Zambia na Kenya. Kwa ubora wa fedha ya Tanzania, tutapenda kuuthamini kwa kuonyesha ubora wa ngumi zitakazopigana. Hakutakuwa na kona. Tutasimamia viwango vyetu vya WBF. Na kwa muda huu naingia hapa, rais wa WBF ambaye ni Howard Goldenberg atawasili kesho katika mizunguko ya South Africa Mashariki saa 7:30. Ataongozana na refarii ambaye atakayechezesha pambano hili ambaye ni Mr. Edward Marshall. Kwa hiyo yeye ndo atakayekuwa refarii na Howard atakuwa ni supervisor wa pambano hili. Kwa hivyo mchezo huu utakuwa ni mchezo bora na sisi tumeuthamini kama ambavyo Jackson Group wameuthamini. Kwa hivyo nawaomba sana Watanzania mmeangalie fight hii tofauti kama ilivyo tofauti inapofanyika Masaki. Tulishazoea Keko, tumeshazoea Mwananyamala, tulishazoea Manyara huko. Sasa hivi ni kitu tofauti. Kwa hiyo sisi kama WBF tunakuja kusimamia ubora. Ngumi zitapiganwa, atakayeshinda atakuwa ameshinda. Hilo ningependa mlifahamu. Lakini pia kama WBF tunawapongeza sana Jackson Group kwa uwekezaji ambao wameamua kufanya, na sisi kama WBF tutajaribu kuwa nyuma yao ili tuone wapi ambapo wanahitaji kufika, na tunawahakikishia tutakwenda nao pamoja, na miamba ya ngumi duniani itakuja Tanzania. Sasa hivi hakuna kurudi nyuma. Lakini pia tunawashukuru Azam Media, lakini pia tunawashukuru kamisheni ya ngumi za kulipwa Tanzania ambao sisi tunafanya kazi pamoja nao kwa uwezo wao mkubwa na umahiri wa kusimamia ngumi chini ya serikali ya Rais Dr. John Joseph Pombe Magufuli pamoja na Baraza la Michezo la Taifa ambao wanasimamia mambo yote, changamoto zote zinazopatikana sasa hivi zinatatuliwa kwa wakati. Kwa hivyo niwashukuru sana waandishi wa habari na watu wengine, lakini tunachowaomba njooni Next Door Arena tarehe 13. Mawe kweli kweli. Asanteni kwa kunisikiliza. Sisi kama TPBRC kwanza tuwapongeze Azam TV kwa kusupport mchezo wetu wa ngumi za kulipwa,
na tunajua tulipotoka mpaka tulipo sasa, na tuna predictions positive za tunapokwenda. Lakini pia niwapongeze Jackson Group kwa walavoleta ubunifu kwenye uendeshaji, uandaaji wa mchezo wa ngumi za kulipwa nchini Tanzania. Si mara ya kwanza ngumi zinafanyika Masaki, lakini it is the first time tunaona kwa ukubwa huu. Tunaona kitu kikubwa sana, na tunafanya ngumi katika ukumbi ambao labda tunaweza tukauchukulia ni one of the best arenas. Tunaweza tukafanya boxing tukaipa hadhi kubwa ya kimataifa. Pia ni washukuru WBF, World Boxing Federation, kwa kutukubalia kuchezesha tena mkanda wao nchini Tanzania, ambapo Hassan Mwakinyo atautetea dhidi ya Jose Carlos Paz tarehe 13. Kama tunakumbuka, Hassan Mwakinyo alishinda mkanda huu tarehe 14 mwezi wa 8 mwaka huu. Kwa hiyo niwashukuru na kuwapongeza WBF kwa kutukubalia kuendelea kufanya nao kazi, na kama mlivyosikia, sisi tunashirikiana nao kwenye mambo mengi ambayo yana lengo la kuendeleza mchezo wetu mbele zaidi. Kingine niwashukuru sana waandishi wa habari ambao kwa kipindi kirefu mmekuwa mkijitahidi sana kutangaza taarifa chanya zinazohusu mchezo wa ngumi za kulipwa nchini Tanzania. Tumekuwa na changamoto za hapa na pale, tunapambana kuzitatua, lakini ushirikiano ambao tunaupata kutoka kwa wanahabari ni ushirikiano ambao una lengo la kuendeleza mchezo wetu wa ngumi za kulipwa na kuleta faida hasa kwa mabondia, kama alivyosema kaka Patrick hapa. Kwa kadri ambavyo maendeleo tunayaona ya mchezo huu, tunaamini tutakuja kuyafurahia mabadiliko na maendeleo ya kiuchumi pia kwa mabondia wetu, kwa sababu mwisho wa siku huu mchezo ni mchezo wa ngumi za kulipwa. Boxers are supposed to be paid kile ambacho wanakipigania ulingoni kwa halali, kwa jasho ambalo wanalitoa. Ni waombe wa Tanzania kwa wingi wetu, kwa nafasi zetu, siku ya Ijumaa tarehe 13 mwezi Novemba mwaka 2020 tujitokeze kwa wingi sana pale Next Door Arena ili kuwapa hamasa mabondia wetu. Tukiwa wengi pale tunashangilia, tunaamini konde ambazo Hassan Mwakinyo atazitoa zitakuwa zina triple impact. Na wale ambao hawataweza kufika ni wasisitize, ni wakati sasa wa kulipia visimbuzi vyenu ili kuweza kuona pambano hili kupitia channel za Azam pamoja na platforms zao nyingine kama Azam Max na nyinginezo kama Instagram, social medias na maeneo mengineyo ambazo Azam watatoa ili kuweza kuonyesha pambano hili. Niwashukuru sana, niwape hamasa mabondia wetu kwamba this is the time ya kuonyesha yale mapinduzi ambayo tunayahubiri kila wakati. Tucheze kwa weledi, ngumi ni burudani ndio maana, na ni mchezo ndio maana kuna sheria, kuna kanuni za uendeshaji wake. Asanteni na karibuni sana. Habari za mchana ndugu waandishi. Habari za mchana. Kwa majina naitwa Hassan Mwakinyo. Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu. Pili, Mwenyezi Mungu amrehemu mzee wangu Mzee Hamza. Natamani angekuwepo siku ya leo kuona namna gani nimekuwa na ujasiri wa kusema katika kile ambacho nitakimaanisha. Nashukuru sana Jackson Group kwa kunipa nafasi hii kama ndugu yao, kama Mtanzania mwenzao, kama zao la taifa. Nashukuru management yangu. Nashukuru ndugu zangu wa Tanzania, nashukuru ndugu zangu wa Tanga kunisupport. Shauku nilionayo leo inaonyesha ukubwa wa kitu kitakachokwenda kutokea tarehe 13, na ndio usiku pekee utakaoonyesha utofauti wa bondia na professional boxing. Sina mengi ya kusema, asanteni sana. Maandalizi yangu sio mabaya, lakini hayatoshi kufafanuliwa kwa maongezi kwa sababu nimefika hapa kwa ajili ya kupigana. Nilikuwa naomba watu wote wawe na subira tu, na mimi nilikuwa natamani kutokea dharura tarehe 13 hiyo tarehe 12 kuonyesha namna gani na hisia kufanya hicho kitu. Nimepata nafasi ya kumuona, lakini naamini professional boxer anabadilika kutokana na game.
taifa langu linataka ushindi, mimi nataka ushindi, watu wangu wanataka ushindi. Kwa mimi naamini hata kama angekuwa na treni juu ya mbingu lazima apigwe kwa kuwa amefika kwangu. Buenos días a todos. Habari asubuhi wote. Estoy muy contento por esta oportunidad que me dio Jackson. Niko na furaha sana kwa hiyo opportunity ambayo amenipa Jackson Group. Bueno, agradecido de la gente que nos ha tratado muy bien, nos ha recibido muy bien, la gente del hotel muy buena. Nashukuru sana kwa watu wote ambao wametupokea mpaka sasa, wametutreat vizuri sana na watu wa hotelini pia tumefurahi sana. Bueno, estamos preparados, estamos entrenando fuerte y nos queremos llevar el título argentino. Tumejiandaa vizuri, tunafanya mazoezi kwa uzuri kabisa na tunahakika kwamba tutachukua hii title. No me conformo con la derrota y hemos tenido muchos triunfos con mi papá en el extranjero, así que bueno, yo creo que esta va a ser otra noche. Sikubaliani na kushindwa, nimeshashinda mechi nyingi sana nikiwa napigana nje ya nchi yangu na uhakika kwamba mechi pia nitashinda. Sí, yo también soy muy fuerte, así que va a ser un lindo choque, una linda prueba y una buena experiencia para los dos. Ojalá que gane el mejor. Ndio, nimejiandaa. Mimi pia napiga ngumi nzito sana. Kwa hiyo usiku utakuwa usiku. Ndio, mimi pia napiga ngumi nzito sana. Na uhakika hiyo usiku utakuwa usiku mzuri sana, itakuwa mchezo mzuri sana, tutakuja kuonyesha show nzuri sana kwa watazamaji. Bueno, en algunas peleas me han llamado con corto tiempo y no me he podido preparar bien. Eran peleas duras y bueno, pero esta vez, gracias a Dios, nos han llamado con tiempo, así que venimos bien preparados. Ni kweli kuna mapambano ambayo waliniita kwa muda mfupi sana, sikupata muda wa maandalizi mazuri na kweli nilipoteza hiyo mapambano, lakini kwa wakati huu pambano hili nimepata muda mzuri wa kujiandaa na niko hapa nimejiandaa vizuri sana kwa hili pambano. Firstly, I would like to say thank you to the Jackson Group for inviting me here all the way from Zimbabwe. I'm grateful to be here, to be part of this bill. I cannot say much here because, you know, we are here for business and hopefully you're going to enjoy what I have for you guys. Thank you. Watanzania hamjambo. Nashukuru sana. Kwa majina naitwa Fatuma Zarika kutoka Kenya. Mimi ndio nilikuwa WBC Super Bantamweight champion. So kwa leo manzeni, ningependa kushukuru sana Tanzania kwa kunikaribisha kukuja kucheza tena. After muda mrefu nimekaa bila kucheza tangu nipoteze taji langu, lakini kwa saa hizi nawashukuru sana watu wa media, nawashukuru sana Kevin kwa kuniita tena, at least nikuje tena nionyeshe ya kwamba bado Zarika yupo na abanduki kamwe. Na Mwenyezi Mungu awabariki. Sina mengi ya kusema na kila kitu niko sure tutaiona kwa ring kama bado nipo ama sipo. Kwanza napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa nafasi hii ya kufika hapa. Pili, napenda kuwashukuru Jackson Group kwa kunipa nafasi ya kuwakilisha taifa tena kwa mara nyingine. Napenda kuwashukuru Jackson Group kwa kunipa nafasi hii kuwakilisha taifa. Mimi sina maneno mengi. Mimi nachosema Watanzania sinaga kazi mbovu. Hili pambano la kimataifa na mimi nawakilisha nchi. Kwa hiyo nipo pale kwa ajili ya taifa, nipo kwa ajili ya wapenzi wa boxing, nipo kwa ajili ya Watanzania. Kwa hiyo mimi nachosema, huyo opponent wangu amekuja katika wakati mgumu sana. Kwa hiyo mimi nachosema Tanzania nahakikishia ushindi kwa asilimia zote. Yangu ni hayo tu, asanteni sana. Kwa kifupi, wadau wangu, washabiki zangu wote walidoubt kuingilia, wakasema endapo sisi tutashindwa kuingia ndani lakini tutakuwa tupo nje. Kwa hiyo nadhani nako zote watakuwa nje mitaani pale wanashingilia kwa nje.
Kwa hiyo usiwe na hofu. Knuckles wapo na mimi, na kama kawaida kampani yangu watakuwa nje wanazurura pale. Mchezo wa ngumi sio wa kuongea sana. Yeye anaongea kama anavyojisikia kwa sababu mchezo wa ngumi ni mchezo wa kupigana. Kwa hiyo mimi asumbui anaongea, si unajua ni maneno. Kwa hiyo maneno hayahusiani na mchezo, mwache aongee. Mwisho wa siku tutaonesha kazi kwenye ulingo pale. Hello everyone. Hello. Why are you guys so quiet, man? Yeah, first of all, I thank God for the life gave us, all of us, and I thank Jack Promotion, Azam TV, all my sponsors, and all of you guys. BDA Gym, my sponsors, all the way from Johannesburg, South Africa. I'm Alexandre Kabangu Chamwanda. They call me the Adora Avatar. All the way from DRC, I'm based in South Africa. Boxer, the guy who loves fighting, the guy who loves to box. I'm here for the match. Isen, how are you? Are you fine? How was the preparation? Yeah, thank you so much, bro. I'm very good, and I'm glad to see you. I was expecting to have a lot of questions today, because after today, I don't know if I will have a lot other opportunity to speak again. I'm expecting to have a question from you guys. Otherwise, I'm going to be the one who's going to ask you a question. Thank you. I wanted to say, I've been preparing not for him. I was in training camp before him. I've been training for Abdallah Bazi. Bad luck for me, he ran away. That's bad. That's a good thing for me, for him. He must stay there, he must not come back again. Because if he come back, you're going to see what's going to happen this Friday. It's going to happen to him also. The one who's going to happen to my brother here in front of me, it's going to happen to him twice. That it's good for him to stay there. I love you, all of you guys, because I always hear about Tanzania. I know some good boxers from Tanzania. I have a big respect for you guys. I love you guys, and let's see what God prepared for us. Thank you so much. Mdau, mabibi na mabwana, kwanza kabisa naomba nichukue fursa hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunipa pumzi mpaka hivi leo na kuja kukutana na watu wengi ambao sikuwahi kufikiria kwamba naweza kukutana nao kwenye maisha yangu. Kwa hiyo nashukuru sana kwa hilo. Nafasi ya pili naomba nishukuru sana Jackson Group kwa kunipatia hii golden chance. Naita golden chance kwa sababu ni nafasi ambayo ina maana kubwa sana katika maisha yangu. Nashukuru pia kwa kuandaa fight kama hii, fight ya aina yake katika nchi yetu. Fight ambayo ina buti chache lakini zenye maana kubwa sana. Kwa hiyo nashukuru sana kwa hilo. Jambo la msingi ambalo nataka kuzungumzia, naomba niingie kwenye point kubwa ya kuhusiana na fight ambayo tunakwenda kupambana siku ya Ijumaa tarehe 13 Novemba. Nikijiongelea mimi kwanza, nimejiandaa vizuri. Kama nilivyosema mwanzoni katika speech zote ambazo nakuwa nazitoa, sijawahi kudharau pambano, sijawahi kumdharau mchezaji yoyote, kwa sababu mimi bado nina kiwango changu ambao kuna watu wengi sana ambao nawaangalia na ndio wanani-inspire mimi mpaka nakuwa nafanya mazoezi na wasitegemei kupoteza katika pambano langu lolote. Japokuwa sija bado na mapambano mengi katika professional boxing, lakini kila pambano kwangu wanalichukulia kama finali kwa sababu wanategemea, kuna mtu ambaye kwenye finali anategemea kupoteza. Hilo linafahamika katika mabondia wote ambao tuko hapa, tunaelewa hicho kitu. Kila mtu anapokuwa anakwenda kwenye ring anakuwa anategemea kupata ushindi tu, sio kitu kingine. Kwa kama nilivyosema, mimi sikuwahi kudharau pambano. Ili pambano pia ni pambano ambalo ni kubwa kwangu. Haijalishi kwamba ni pambano lenye mkanda, haijalishi kwamba ni pambano la design gani, lakini mimi kila mechi kwangu ni finali. So kitu ambacho mimi naweza nikakiongelea, mimi kama mimi naposikia na mechi nakuwa na morali zaidi, ila morali wangu unazidi sana, nahisi mpaka damu zinanitembea napokuwa namuona mpinzani wangu amekuja karibu yangu, kwamba tunajua sasa kweli hapa sasa fight ipo. Kwa kitu ambacho naweza nikamwambia mpinzani wangu, azidi kusali, azidi kuwa tayari, ule umakini aliokuwa nao kabla hajapanda ndege au basi kufika hapa Tanzania uzidi zaidi, na akesha akiomba, kwa sababu napopanda kwenye ringi huwa na nafsi nyingine kabisa, kwa sababu unategemea ushindi ubakie kwenye mikono yangu siku zote, huwa sipendi kupoteza. Kitu ninachokisema wa Tanzania ambao tutakuwa pamoja katika siku hiyo Next Door Arena,
na wengine ambao watakuwa popote wakiwa wanatazama fight hii. Wategemee mazuri, wategemee kuona mchezo wenye discipline ya hali ya juu, wategemee kuona material ambayo hawajategemea kuona kwa mtu mwenye hate kama yangu, mwenye jenda kama yangu. Wategemee kuona vitu vizuri zaidi, na nachohakikishia ni kwamba nimetrain kwa ajili ya vita, sija train kwa ajili ya fight. So wategemee kuna vitu watakuwa sana. Kingine nachopenda kusema ni kwamba nimefurahi sana kuwaona baadhi ya mabondia ambao nilikuwa nawaona tu kwenye sehemu fulani, lakini leo hii nimewaona. Nategemea kwamba kupitia wao wanaweza kaonesha fight fulani na mimi naweza nikaingiza kitu fulani kwangu. Inaweza kikanizidishia au kikanifanya nijirekebisha katika kitu ambacho nachokosea. So kitu wanachotakiwa kuexpect watu wangu, fans wote wa Tanzania ni kwamba kwangu mimi nasema ni taji litabaki Tanzania, na Macho ameandaa kuonyesha kitu ambacho mtazidi kukiona na mtafurahi kwamba kweli ni Macho. Najua opponent wangu ana kitu kinampa shauku, yani kinampa shauku sana. Kwa nini labda anaongea hivi vitu? Nahisi kama anaona mbele yake kitu gani kinakwenda kutokea. So anajaribu kuwapa watu ambao mko hapo, mwambie waoneshe kwamba mimi labda sienda kitu chochote au siogopi kitu chochote. Kitu ambacho nataka nimwambie Alice Mbewe, amekuja kwenye moto ambao unachipukia, lakini hauelewi kina chake kipo vipi. Tutakutana arena. Ni hayo. My name is Alice Mbewe, the current WIBA champion, Women International Boxing Association, all the way from Zambia, Exodus Boxing Academy. First and foremostly, I did love to thank the Jackson Group for the invitation to smash the young lady, Macho. Wow, I'm very ready for this little thing there, Yeah, and wow, thank you. I don't want to say a lot of things. I don't want to waste my kichwa. No. But I just want that day to come, Friday night. Macho, are you ready? Ni kweli mwanzo ilikuwa Dula Mbabe acheze na Alexander Kabangu kutoka Kongo, lakini Dula Mbabe alipata pambano nje, akaenda kucheza nje, na kimsingi ilikuwa ni wakati ambao tunahitaji kufanya mabadiliko katika mchezo wetu wa ngumi za kulipwa, na kutokana na Dula Mbabe kuvunja mkataba wake mwenyewe dhidi ya pamoja na Jackson Group, sisi kama TPBRC tuliwa authorize ya Jackson Group kuendelea na procure bondia mwingine wakati mambo mengine ya kinidhamu na taratibu za zikiendelea. Asante sana. Kwa kifupi, utofauti wa mchezo wa boxing utotokana na kujipanga zaidi kimkataba, kiuandaaji na kushirikiana na vyombo husika, TPBRC, WBF, IBA na kadhalika. Sisi kama Jackson Group, ilipotokea swala lile, tulirudi mezani na TPBRC, tukapewa ushirikiano mkubwa ambao ushirikiano huo uliweza kutufikisha kwamba tukampata Alex kuja kupambana. Tunachotaka ni ndondi zikue. Mtu ambaye anawekewa fursa mezani kwake anaamua kuiharibu, huwezi ukamlazimisha aichukue fursa hiyo. Na waandishi wa habari nieleweni, na Watanzania mtuelewe, mchezo wa boxing ni mkubwa sana, lakini kibiashara, kidunia kwa Tanzania ni mdogo sana. Tunachojaribu ni kuyajenga, na naamini hatuyajengi kwa kufuatilia watu kama wale walioenda kupigana, hata jina siwezi nikasema. Tunayajenga kwa safu iliyoko kulia kwangu, kushoto, pande hizi mbili. Mambo yote ni katika ulingo, na changamoto zitakuwepo, lakini tutaendelea kupanda milima mpaka tufike kileleni. Naomba ndio nimeeleweka. Asanteni sana. Boxing ni biashara ambayo ni kubwa sana, na ukubwa wake unatokana na watu wangapi wanaangalia pambano. Kitu ambacho sisi tunaamini ni kwamba pambano hili litaangaliwa Argentina, litaangaliwa Zambia, litaangaliwa Zimbabwe, litaangaliwa Kenya, litaangaliwa Kongo na hapa nyumbani.
Cha muhimu ni kufahamu kwamba time ya pambano kuanza ni kitu ambacho sisi tutapoteza muda. Pambano la kwanza litaanza saa 2:05 sharp, na pambano la mwisho litaanza saa 5:05, mengine hapa katikati. Kwa hiyo fanya unavyofanya, hakikisha kwamba mida ya saa 1 huko eneo la tukio umeingia, ili mtu aliyeko nchi nyingine ambako muda ni tofauti, wamepanga vipindi, taarifa ya habari imesogezwa, kipindi kimeyumba, ijulikane muda huu pambano linaanza. Time ni kitu muhimu ili Tanzania iweze kutoboa katika mapambano internationally, kuonekana na uwepo wetu. Siwezi nikamwambia Azam naanza pambano saa 2, mimi naingiza mtu wa kwanza saa 5. Wao wana program, wana mikataba na watu wanaotangaza, na unawaletea watu bugdha. Ni muhimu mtu ajue kwamba wale wanaoangalia kwenye vibanda umiza, wanaoangalia nyumbani, wanaoangalia sehemu zingine yoyote ile, wanajua kabisa muda huu vitasa vinaanza. Kwa hiyo waandishi wa habari, naomba tafadhali mnisaidie kufikisha ujumbe kwamba hii fight haitakuwa na delay yoyote. Tuna broadcasters wa ndani na nje ambao wanategemea kushirikiana nasi, tusiwaangushe. Sina nia ya kuangusha, ila tusilaumiane. Ukaingia pale saa 4 unasubiri tukio lianze, mechi 2 zishapita kama sio 3. Kwa hiyo ni muhimu sana to keep time. Unajua, ukiangalia mpira kwa mfano, kama ni CAF, kama ni VPL, wakisema kick off ni 4 o'clock, ni 4 o'clock kwa sababu dunia nzima inaangalia. Iko Azam Sports, iko na channel zingine za Canal France, iko na wapi. Hauwezi kusema unaanza saa 1 ngoma inaanza saa 3. Unavuruga mambo, unaharibu biashara ambayo tuna fursa leo Tanzania kuweza kuonyesha hizi ndondi dunia nzima, tutakapofeli tukichelewa kuanza. Kwa hiyo naomba tafadhali mfikishe ujumbe huo, tunaanza on time, hatutachelewa zaidi ya dakika, hata dakika tuchelewe. Fight ya kwanza ni saa 2:05, vingine vyote vitaanza kabla ya hapo. Ikifika hiyo muda, first fight iko ulingoni. Na ni swali zuri sana, asante sana. Fungua mlango. Jiunge mgonga mtoto. Hii ni double star. Double star? Yeah, double star. Ni tairi bora na imara, inapatikana kwa Binsurumu, inadumu miaka buku.